mtu akistaafu bado anapata changamoto kubwa sana ya kupata haki zake. Kwa hiyo wizara yetu inasema uzingatie mambo mbalimbali. Michango ya hifadhi ya jamii isikatwe bila kufuatilia, ambapo mfanyakazi anaweza kufanya hivi. Moja, ni muhimu mfanyakazi kufuatilia taarifa za mchango yake, lakini pia anapaswa kufahamu kuhifadhi kumbukumbu za ajira na mishahara yake. Lakini la tatu, kutunza vielelezo vya makato. Ya nne, kuuliza mfuko husika pale anapobaini tofauti. Lakini namba 4, kuwasilisha nyaraka zinazohitajika wakati wa kufuatilia madai yake. Usisubiri hadi unapostaafu ndipo uanze kuangalia historia ya michango yako. Pale ambapo unaendelea na kazi, uendelee kufuatilia na michango yako mwananchi. Unapopunguzwa au kusitishwa na ajira, nalo ni jambo lingine ambalo pia tumeona pia tutoe elimu kwa wananchi. Moja, ushauri kwa wafanyakazi. Unapopokea taarifa kusitishwa kwa ajira, soma barua yako kwa makini. Lakini jambo jingine, hifadhi mkataba wa ajira. Lakini namba 3, hifadhi barua zote ulizopewa na mwajiri wako. Lakini namba 4, hifadhi taarifa za malipo. Tambua sababu ya kusitishwa kwa ajira yako. Lakini tafuta ushauri wa kisheria au wa mamlaka husika unapodhani haki zako hazitekelezwi. Lakini iko migogoro ya ajira ina mamlaka zake. Mfano, si kila mgogoro wa ajira unatakiwa kutatuliwa kwa njia ile ile. Baadhi ya malalamiko yaliyowasilishwa yalikuwa tayari yamefika Tume ya Usuluhishi na Uamuzi, yani CMA, na hata mahakama. Katika mazingira kama hayo, ni muhimu wafanyakazi kuelewa hatua ambayo shauri limefikia na mamlaka iliyohusika. Anapaswa pia muda wa kukata rufaa, maamuzi ya CMA, maamuzi ya mahakama na taratibu zinazotakiwa kufuatwa. Haki ya mtumishi inahitaji ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo haya yote tutakuwa tunaendelea kuyatoa hapa kwenye wizara yetu ya Katiba na Sheria ili wananchi waweze kunufaika na kipindi chetu hiki cha Sema na Waziri katika programu ya Mama Samia Legal Aid Campaign.